Wanakuambia na kamilifu. Bwana kuwezi sana. Hakikisha unapovuka mwaka, mambo mengine achana nayo. Tupa. Vuka mwaka na nguvu mpya ili ukapate kumiliki. Vuka na kile chochote ulicho nacho. Ayo mabaya, machafuko, nini, dhambi, acha. Vuka na umiliki wako kama wana wa Israeli. Hawakuacha hata kijiko. Hawakuacha wale jamaa. Yaani hata kiatu hawakuacha. Walichukua kila kitu, sendo zao walichukua. Yaani sometimes unajiuliza hao jamaa, kwa sababu walikuwa na nguvu mpya. Haleluya. Kwa hakikisha mtu wa Mungu unapata nguvu mpya. Ndio kwa maana ukisoma katika kitabu kia Isaya 40. Isaya 40:31 inasema, lakini wote wamtumainiao Mwenyezi Mungu watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mabawa kama tai, watakimbia bila kuchoka, watatembea bila kulegea. Au ni watu ambao wanamtegemea Mwenyezi Mungu. Tarudia andiko ile. Andiko linasema, lakini wote wamtumainiao Mwenyezi Mungu watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mabawa kama tai, watakimbia bila kuchoka, watatembea bila kuregea. Haleluya. Kwa hiyo hakikisha unapata nguvu mpya. Kwanza nakwambia, ukiwa unamtegemea Mwenyezi Mungu, wale wote wanamtegemea Mwenyezi Mungu watapata nguvu mpya. Kwa hakikisha unamtegemea Mwenyezi Mungu ili upate nguvu mpya ya kwenda kuvuka na mwaka huu. Usipomtegemea uweze kupata nguvu mpya, wewe focus ya wewe kuvuka mwaka huu. Unaweza ukavuka lakini ukashindwa kumiliki. Unavuka, unashindwa kupaa, unashindwa kuwa na mabawa, unashindwa kupaa kama tai, maana kwamba inabidi umtumainie Mwenyezi Mungu. Hapo ndipo utapata nguvu mpya. Haleluya. Ndipo utapaa juu kwa mabawa kama tai, maana kwamba utakuwa ni mtu ambaye mwenye viwango vingine, mwenye level nyingine. Hakuna kitu kitakachokuwekea limit. Utakuwa limited katika mambo ambayo, maana kwamba utawekewa mipaka. Utakuwa ni mtu ambaye pote unapenya, unapita, kwa sababu tumaini lako ni Mwenyezi Mungu. Tumaini lako ni Mungu. Hakikisha unalishika neno la Mungu. Hakikisha unamtumainia Mwenyezi Mungu. Haleluya.